tayari wameshatua Arusha kwa ajili ya mchezo tarehe 14 Jumamosi kesho dhidi ya timu ya TRA United ambao wao sasa hivi wamejichagulia makazi kuwa Sheikh kwenye mchezo uliopita walikuwa Abeid Arusha. Wamekipiga pale. Yes, wamekipiga pale Arusha. Wamewakaribisha. Mechi ya kwanza kabisa walipiga kule, afu wamesogea pale Arusha. Na wameshatangaza kwamba pale ndio patakuwa machinjio rasmi. Nadhani ni miongoni mwa michezo mingine ambayo itakuwa na mahitaji tofauti. Simba watakuwa wanahitaji ku close gap, na ukiangalia wanajua kabisa kwamba mpinzani wao karibu kwenye mbio za ubingwa Young Africans wanakwenda kucheza mchezo mgumu ambao uko 50-50, yeyote anaweza kwenda kupata matokeo. Kwa sehemu pekee ambao wanaamini wanaweza kwenda ku close gap ni wao kuweza kupata matokeo mazuri dhidi ya TRA. Kama watapata matokeo mazuri dhidi ya TRA, watakuwa wanamsubiri Azam pamoja na Yanga matokeo gani ambayo yatatokea kesho kutwa yake. Yani maana yake wao wanapiga Jumamosi au Jumapili wenzao wanaingia. Watakuwa wanasubiri. Kwa maana kama Azam watafungwa, wanazidi kutengeneza gap baina yao na Azam FC ambaye anaonekana kuwa ni mshindani wa karibu kwenye hizo nafasi mbili za juu. Na kama unakumbuka kwenye msimu juzi Azam aliweza kumaliza mbele ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kama Azam atafungwa, bado itakuwa ni faida kwa klabu ya Simba kwa kuwa anakwenda kutengeneza gap baina yake pamoja na Azam FC. Lakini kama Yanga atafungwa, maana yake anakwenda ku close gap baina yake pamoja na mtu ambaye anaongoza ligi ambaye ni Young Africans. Wakitoka sare, inaweza kawa pia ni faida kwa klabu ya Simba kwa kuwa wote watakuwa wamevutwa mashati, kwa maana huyu wa nyuma ataendelea kubaki nyuma, yule wa mbele atakuwa ameangusha alama mbili, ya Simba atakuwa amekwenda ku close gap. Lakini ni mchezo ambao una mahitaji makubwa kwenye kila timu. Simba wanataka ku close gap, wakati TRA wao pia wanahitaji kuweza kuvuna alama nyingi ili waendelee kubaki kwenye eneo salama. Kumbuka hawako kwenye eneo baya sana, lakini tofauti ya alama kwenye msimamo wa ligi kuu unaona kwamba ni alama chache sana, kwa maana kwamba usipopata matokeo kwenye michezo miwili unaweza kujikuta kwenye eneo la danger zone. Kwa hiyo kwa TRA wao wana uhitaji mkubwa huu mchezo kwa ajili ya kuendelea kujiweka katika eneo safe, wakati Simba wanahitaji ku close gap kuweza kufikia matarajio yao ya kuweza kurejesha taji lao ambao wamelipoteza kwa misimu minne hawajashinda. Kiufundi naona utakuwa ni mchezo mwingine ambao utakuwa na ugumu kiasi. Simba kumbuka wametoa wachezaji watatu kwenda TRA, unazungumza Valentine Nouma ambaye huyu alishaondoka kwenye kikosi, amepita kwenye klabu ya Simba, anajua pia baadhi ya wachezaji wa Simba. Kuna Chamu Karabwa ambaye ametolewa kwa mkopo, lakini pia vivyo hivyo Mzamiru Yasin. Kwa hiyo tutaangalia kanuni zinazungumza nini kuhusu, walikubaliana nini kuhusu kati ya Simba pamoja na TRA, kwamba pindi ambapo wanaweza kwenda kukutana hao wachezaji watahusika kwenye mchezo au hawatahusika kwenye mchezo. Kama watahusika kwenye mchezo, naamini wanaweza kuwa na msaada mkubwa kwa TRA. Tumewashuhudia katika michezo miwili ambayo wamecheza, wameconcede bao moja kwenye game dhidi ya Fountain Gate, lakini kwenye mchezo dhidi ya Namungo waliweza kupata clean sheet na walikuwa na performance bora. Chamu Karabua alikuwa ni man of the match kwenye ule mchezo, akisaidia timu kupata clean sheet, lakini pia aliweza kwenda kufunga. Yes. Kwa hiyo binafsi naamini ni mchezo mwingine ambao utakuwa na ushindani wa kutosha. TRA mara zote amekuwa akitoa ushindani, hata akifungwa unaona kwamba ni timu ambayo imetoa ushindani. Alimfunga Yanga mabao 3-1 ikiwa inatambulika kama Tabora United. Amemfunga Singida Black Stars mabao 3-1 kama unakumbuka msimu huu, na performance bora sana ambayo ametoa. Na ukiangalia kwenye eneo la wachezaji, wana wachezaji ambao wana quality, lakini pia wana hiyo experience ya kucheza ligi kuu kwa muda mrefu. Unazungumza kina Joseph Akandanwao, ana uzoefu wa kucheza ligi kuu, alianzia Zanzibar, amekuja ligi kuu soka Tanzania bara. Unazungumza kina Chobwe. Yes, wakina Ramazan Chobwedo pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ana power na speed. Kitu kingine pia ambacho walinzi wengi hawahitaji kuweza kucheza na mchezaji ambaye ana power na ana speed, lakini pia ana skills kwenye 1v1. Kwa hiyo binafsi bado naona ni mchezo ambao utakuwa mgumu. TRA chini ya Etienne Ndairagije ni kama kuna kitu ambacho anajaribu kukitengeneza. Na mechi zake mbili za mwisho ameshinda. Ameshinda zote mbili na amefungwa bao moja. Amefunga mabao 6 kwenye michezo miwili iliyopita. Ni mabao mengi sana kwa timu ya daraja la kawaida kuweza kufunga mabao 6 kwenye michezo miwili iliyopita. Walimfunga Fountain Gate 4-1, amekuja kumfunga Namungo 2-0. Kwa unaweza kuona namna gani ambavyo timu inaanza kutengeneza hiyo balance kwenye eneo la kuzuia, kwa maana kwamba timu haikoncede tena mabao mengi, lakini pia kwenye eneo la kushambulia timu imeanza kuweka mipira kambani. Moja kati ya vitu vigumu sana kuikuta timu ya ligi kuu soka Tanzania bara imebalance kwenye maeneo yote. Utaikuta timu ambayo ni bora kwenye kuzuia, kwenye kuweka mipira kambani watakuwa na shida. Kuna timu ambayo unaweza kuikuta ni bora kwenye kufunga, lakini kwenye
kwenye kuzuia inakuwa ni changamoto. Nakumbuka Tanzania Prisons washaikuwa na safu bora zaidi ya kiulinzi, lakini kwenye kuweka mipira kambani ilikuwa ni changamoto. Msimu huu tuna JKT wanaweka sana mipira kambani, lakini wao pia wanaruhusu sana kuweza kufunga. Lakini hiki ambacho amekianza kukifanya Etienne Ndayiragije kwenye kikosi chake na maingizo ambayo ameyafanya kwenye dirisha dogo, watu kama kina Enoch Gia wamekuwa na msaada mkubwa sana kwenye kikosi cha TRA. Lakini quality ya klabu ya Simba naona ni kitu kingine ambacho kinaweza kwenda kuamua matokeo kutokana na ubora ambao wako nao. Yes, zimesalia dakika 3 kabla sijakwenda kuchezesha draw, lakini pia ninakukumbusha tu ya kwamba zile fedha ambazo unazitumia wewe kuhakikisha kwamba futari inakaa vizuri, zile fedha ambazo unatumia kupata chakula cha jioni, mambo yaende vizuri, basi unayo nafasi ya kurudishiwa 10% ya hiyo pesa ambayo unaitumia, na hao si wengine ni Vodacom pekee wanaweza kufanya jambo hilo liwezekane, kwa sababu wanakuambia gawa ni mingi. Unaweza kwenda ukilipa kwa Vodacom baada ya kufanya matumizi yako ya futari ama chakula cha jioni, basi wao watakurudishia 10% papo hapo bila kuchelewa. Iwe 4G au 5G, mjengoni panashika na Vodacom. Ukiwa na routers. Mediali, meneja wa habari na mawasiliano Wekundu wa Msimbazi Simba, mmemsikia baada ya kutua Arusha? Msikilize kwanza. Inawezekana kwa hujamsikia vizuri Mediali. Mechi yao kesho tu. Tumefika Arusha majira ya saa 8 mchana, na mida hii tuko hapa tukifanya mazoezi yetu ya kwanza hapa Arusha, tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumamosi dhidi ya TRA. Na Singida walikuwa wanacheza rafu sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wote walimaliza salama, japo wengine waliumia wakati mechi inaendelea. Mtu kama Nixon Kibabage aliumia, akalazimika kufungwa usongo kwa ajili ya kuzuia maumivu. Mtu kama Baraka Mongosi vile vile aliumia, Alibase Geye aliumia, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wote hao wapo katika hali nzuri na wote wana uwezo wa kucheza mechi yetu ya Jumamosi dhidi ya TRA. Kwa hiyo sisi tunachokitaka, kila mchezaji wetu awe kwenye form ya sawa sawa. Wapinzani maji wataita mma. Maji wataita mma. Yes. Huo mkwara wenye sababu au mkwara wa kipiara? Analinda ugali wake kama ambavyo anapaswa kulinda kwa nguvu, akili na maarifa. Ahmed Ali. Simba wanaenda kwamba Simba hawajafikia hiyo level ya wachezaji wao karibu wengi kuwaka na kuwafanya wapinzani wawe hohe hahe. Nafikiri sasa ingekuwa hivyo angekuwa ameshinda mechi zote au horeba. Ndio gani ndio inaanza kuwaka sasa hivi? Ilikuwa wapi? Si ndio wanasema wanachokitaka wachezaji wao wote, ndio wana juzi wamemsifia Mpanzu kwamba ameanza kurejea. Lugendo umetumwa. Nimetumwa na nani? Mimi naelezea kilichosemwa. Mpanzu hujasikia walivyomuelezea. Uchambuzi Lugendo. Bana, mimi kwenye fikra zangu na imani yangu, Simba wanaenda kwenye mechi nzuri dhidi ya TRA United. Lakini ni mechi ambayo Simba wana uwezo wa kushinda. Yaani ni wao zaidi. Kuna mechi ambazo unaweza kusema sijui itakuwaje, lakini sio mechi Simba. TRA hii ya sasa hivi ndio TRA ambayo imeanza kuwa inaenda hivi sio hivi. Yaani inapanda kwenye ubora wake baada ya kuingia kwenye mfumo wa kina Mzamiru, wa kina Shemu Karabwe, Valentino. Unaonekana kuna kitu kimebadilika. Absolutely wame-improve, lakini nafikiri bado Simba na improvement kubwa kuliko TRA. Ndio maana kwenye matarajio yangu ni kwamba Simba na nafasi kubwa zaidi ya kupata matokeo mazuri kuliko TRA, kwa sababu performance ya Simba kila siku inazidi kuimarika. Performance ya TRA imeimarika, lakini sio kwa levels ambazo unaweza ka expect kwamba wanaweza kaifanya mechi dhidi ya Simba iwe ngumu kwa upande wao. Lakini pia ukitazama muendelezo wa mchezaji mmoja mmoja, unaweza kukubaliana na mimi kwamba Simba kuna screw ambayo wameongeza. TRA wanacheza vizuri, wanajaribu kudeliver performance bora kila wakati wanapocheza, wanacheza kwenye mziki mzuri, lakini ukumbuke kundi kubwa la wachezaji wa TRA ndio wale ambao Simba iliona hawatoshi. Wakawaleta wengine ambao wana performance bora kuliko wao. Hiyo ndio simple formula ambayo inaweza kukufanya uchukue hiyo note kwamba wanahitajika kuweza kudeliver performance iliyo bora kwenye mchezo huu, lakini pia wanahitajika kuweza kuonesha uwezo
wa juu zaidi ili kuhakikisha jambo linafanyika vile inavyopaswa kuwa. Kwa hiyo by performance wise na hata kwenye uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, nikidhani kama Simba na nafasi nyingi zaidi ama na options nyingi zaidi za kushinda kuliko hawa vijana wa TRA. Ni kitu gani ambacho sasa hivi unaweza na wewe ukakiri labda kwamba hiki na hiki kimebadilika kwa Msimbazi? Nadhani wameingiza wachezaji ambao wana impact ya haraka kwenye kikosi cha klabu ya Simba, tofauti na wachezaji ambao walikuwa nao hapo awali. Nazungumza Joshua Budo Mtale, mpaka anaondoka kwenye ligi kuu soka Tanzania bara alikuwa hajafunga bao lolote kwenye ligi kuu, amefunga kwenye mashindano mengine tu. Unaangalia Mohamed Bajabel, nadhani ana goli moja kwenye ligi, lakini mchezaji ambaye amekuwa akishinda sana kwenye wodi kuliko uwanjani. Kip Dennis pia mchezaji ambaye kila mtu ukitaja sifa yake anakutajia sifa ya pili kuliko sifa ya kwanza, maana kwamba huyu ni pressing machine, wakati unahitaji pia mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo lake unahitaji awe na namba bora zaidi kuliko namba zingine. Lakini angalia Libasage, angalia Anset Oura, namna ambavyo amekuwa na mchango wa moja kwa moja kwenye kikosi cha klabu ya Simba na namna ambavyo amekwenda kuongeza kasi kwenye idara ya ushambuliaji, na timu imekuwa ikitengeneza nafasi nyingi sana. Na Simba nadhani walikuwa na kosa mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini pia mtu ambaye ana uwezo wa kuzitumia hizo nafasi. Kwa kipindi tulikuwa tunazungumza hapa, Simba wanatengeneza nafasi nyingi lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuzitumia. Lakini sasa hivi unaweza kuona Anset anaweza kutengeneza nafasi, akiona kwamba ametengeneza nafasi watu wanashindwa kuzitumia, kuna muda anataka kutumia individual brilliance, kwa maana sasa naichukua timu naiweka mabegani na natakiwa niondoke nayo. Unaona hilo pia kwa Libasage, ni miongoni mwa wachezaji ambao ana ubora mkubwa sana kwenye 1v1, ana Catherine, anaweza kufunga, anaweza kutengeneza nafasi kwa wenzake. Tumeona pia kwa mtu kama Cletus Chota Chama, Ino Hospino Roemba, ni wachezaji ambao wana impact kubwa sana kuliko wale ambao wameondoka. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye eneo ambalo Simba walikuwa na struggle ni kwenye eneo lao la ushambuliaji, lakini kwa sasa watu ambao wanacheza kwenye eneo la juu taratibu wameshaanza kupandisha hizo namba zao. Kwa maana ya Selemani Mwalimu ndio top scorer wa klabu ya Simba, nadhani ana mabao 4. Ino Hospino Roemba, yes, ameanza kwenye FA, ameanza kufunga, lakini pia ana assist. Libase nadhani ana mabao 2 kama sio moja. Anset pia amefunga kwa michuano ya CAF Champions League. Kwa unaweza kuona eneo lote lile la juu kuna watu ambao wameanza kufunga. Mechi iliyopita nadhani alikuwa ni Cletus Chota Chama ambaye ameassist bao ambao limewapa Simba alama 3. Kwa hiyo taratibu Simba ameanza kuimprove kwenye eneo la juu, sehemu ambayo ilikuwa na changamoto kubwa sana kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kwa hiyo binafsi Simba wameimprove hususan kwenye eneo lao la juu. Pamoja na Simba kuimprove, yani kuwa bora kwa sasa kwa kiwango fulani, lakini naiona kama kuna changamoto ya wao kufunga bado ipo. Kwa sababu gani? Simba haishindi magoli mengi hata mechi ambazo wameikamata. Ni kukosa typical striker, mshambuliaji wa kuaminika pale mbele mwenye uchu na shabaha nzuri, ama ni mfumo wa mwalimu? No, ni wachezaji wenyewe wanaocheza pale mbele ndio ambao wanamwangusha mwalimu, kwa sababu kuna nafasi ambazo hazihitaji hata mwalimu akwambie funga. Yaani ukisema labda ni mfumo wa mwalimu, timu ingekuwa haitengeneza nafasi, ningekuwa napata mashaka. Lakini timu inatengeneza nafasi. Ni wachezaji tu mmoja mmoja pale mbele ndio ambao wanaiangusha Simba. Ndio maana mwalimu kuna mechi unaona anaamua tu kumtumia force number 9, anamtumia Ino Loemba kwenda pale. Nadhani kwa msimu huu Simba amekuwa na hiyo trend ya kutumia force number 9. Unajua alianza Fadu Davis, alienda na timu pre-season, lakini alivyorudi kwenye zile mechi zake 2 kama sio 3 za hatua za awali, ulikuwa unaona bado anatumia force number 9 kwenye mechi zake anaanza. Yes. Akaja Dimitar Pantev, naye pia alikuwa anaendelea kutumia force number 9. Yule ndo hata kusikia habari ya strike. Hata mwalimu ambaye alifundisha Simba kwa mchezo mmoja bado naye alitumia force number 9. Kwa hiyo unaweza kuona pia kuna changamoto kwenye eneo la mshambuliaji namba 1. Kwa sababu inabidi atafutwe. Yes, wengi walikuwa naamini. Yes, wengi walikuwa naamini Jonathan Soa anaweza kwenda kutibu hilo tatizo. Na mimi pia binafsi nilikuwa naamini kwamba Jonathan Soa anaweza kwenda kuwa msaada kwenye kikosi cha Simba. Kile ambacho alikuwa anakifanya kabisa. Kile ambacho alikifanya Singida Black Stars. Soa amekudhalilisha. Soa amekuaibisha. Jona amekuwa kama msanii mmoja hivi alitaja jina la kike, haitakuwa sawa kumtaja. Haisa kwamba amebadilika kwa haraka. Kwa Jonathan Soa kutoka kufunga mabao 13. Sawa, lakini mimi nafikiri ukitaka kuamini kwamba hili ni tatizo la wale wachezaji wa pale juu,
walimu wote hao waliokuja hawana mifumo inayofanana. Yes. Lakini hakuna hata mmoja aliyeonyesha imani ya moja kwa moja kwamba striker Ni fulani. zaidi ya Selemani Matola ambaye alipopewa ukaimu alikuwa anawabadilisha mastriker, lakini walimu wote waliokuja hakuna ambaye anaenjoy kuwatumia mastriker wa moja kwa moja. Hiyo inatokana zaidi na ufinyu wao ama ufanisi wao duni kwenye eneo la mwisho. Lakini pia naweza nikakwambia kitu. Ukitazama uchezaji wa Simba kwa siku za karibuni, kuna improvement kubwa sana kwenye build up. Kutokea chini kwa kina Hussein Derieh mpaka kule juu, unaona timu inacheza, ina possess mpira, inaonekana na wachezaji wanaotaka. Lakini ni kinyume na miezi kadhaa iliyopita ambapo ulikuwa hujui ni lini mchezaji atautaka mpira, ni lini mchezaji atakuja kufunga na vitu vingine ya namna hii. Sawa, tulimalize hilo na kuingia kwenye anga la mbali, taarifa za kimataifa, lakini nilikwambia na nusu litatoa pesa na kupiga simu, kwa ni muda wangu pia wa kupiga simu kabla tujakwenda kokote. Lakini huku YouTube pia nimemwona mtu ambaye kwangu mimi huenda siku nyingi yupo kwenye hii familia